Naam, karibu tena ndugu mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanaendelea mitaani katika maandamano ambayo yameingia siku ya pili leo nchini Tanzania. Maandamano ya leo yamegeuka machafuko Tanzania tarehe 30 Oktoba tena, huku kura zikihesabiwa. Waandamanaji wamedaiwa kuvamia gari la tume ya uchaguzi INEC na kuweza kutoroka nalo. Vijana hao wenye hasira wanadaiwa waliweza kushambulia gari hilo ama lori hilo jeupe na kuweza kuingia mmoja wao na kuliendesha na kuondoka nalo, ambalo linadaiwa ni gari la kukusanyia kura la Tume Huru ya Uchaguzi ya Tanzania. Vile vile wamechoma sehemu ya jengo la TRA. Wakati huo huo, jioni hiyo hiyo, polisi wameshutumiwa kutumia nguvu kwa kurusha mabomu ya kutoa machozi na kuwatawanya waandamanaji, tumia risasi za moto walizofyatua hewani. Kabla ni kuonyesha matokeo haya yote, chukua sekunde yako moja kubonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Maandamano hayo yenye fujo na machafuko mitaani Tanzania leo yamechukua mkondo mweusi na wa kutisha, huku polisi wakiripotiwa kutumia risasi za moto na mabomu ya vitoa machozi kuwatawanya maelfu ya waandamanaji vijana waliofurika mitaani kwa siku ya pili mfululizo wakiandamana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, machafuko hayo yalizidi kushika kasi kote jijini Dar es Salaam, huku wananchi wakiendelea kupinga uchaguzi walioutaja kuwa ni wawizi, wakitaka kuwepo kwa uwazi katika mchakato wa kuhesabu kura na ushiriki kamili wa vyama vya upinzani. Hasira inayoongezeka imegeuza maandamano ya Tanzania ya leo kuwa moja ya matukio ya vurugu na machafuko zaidi katika historia ya hivi karibuni ya kisiasa ya taifa. Mashuhuda wa tukio hilo walithibitisha na kusambaza video kuwa maandamano ya vurugu nchini Tanzania leo yalianza mapema asubuhi na kuendelea hadi jioni katika maeneo yenye watu wengi kama vile Kariakoo, Buguruni na Kinondoni, pamoja na Dar es Salaam, Mwanza, pamoja na maeneo ya Mbeya na maeneo ya Tarime, ambapo makundi makubwa ya vijana wa Gen Z walionekana wakipeperusha mabango ya kuimba nyimbo za kudai haki na kupinga serikali ya Rais Samia Suluhu. Maandamano hayo yaliongezeka haraka na kusababisha makabiliano na vikosi vya polisi ambavyo vilijitahidi kudhibiti umati wa watu waliokuwa wakifurika. Ripoti zilionyesha kuwa baadhi ya waandamanaji walishambulia mali na kufunga barabara kuu na kugeuza maandamano ya Tanzania leo kuwa matukio ya fujo na machafuko na uharibifu mkubwa. Katika moja ya matukio ya kushtua ya maandamano ya leo, vurugu Tanzania, kundi la waandamanaji wenye hasira waliripotiwa kukamata gari la uchaguzi mali ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC na kuweza kukimbia nalo, mmoja wao akiingia ndani na kutoroka nalo. Walioshuhudia walisema gari hilo lilikuwa limetumika kusafirisha vifaa vya kupigia kura pamoja na kura zenyewe kabla ya kuzingirwa na kuchukuliwa na waandamanaji. Hali ilizidi kuwa mbaya wakati waandamanaji walipochoma sehemu ya jengo la Mamlaka ya Mapato Tanzania, kuongeza hali ya mvutano ambayo imesababisha maandamano yenye machafuko nchi nzima. Duru za polisi ziliambia shirika la habari kwamba maafisa walilazimika kujibu kwa vitoa machozi ama gesi ya kutoa machozi na kuonya risasi ili kuwatawanya watu hao. Kulingana na ofisa mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe, uamuzi ulifanywa ili kudhibiti jeuri na kulinda mali ya raia. Maoni yake hata hivyo hayajasaidia sana kutuliza ukosoaji unaokuwa kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu mitandaoni na katika vyombo vya habari, ambayo yanasema maandamano yenye machafuko leo Tanzania yalifichua matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya raia wa kawaida wasio na silaha wanaotumia haki yao ya kuandamana. Kwa shughuli ya tukio hilo, wamedai kuwa polisi walitumia nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano ya vurugu nchini Tanzania leo, huku watu kadhaa wakiripotiwa kujeruhiwa na wengine kukamatwa. Video zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha mawingu ya gesi ya kutoa machozi pamoja na moto mkali uliowashwa na waandamanaji, vifusi vilivyotawanyika vya matairi na watu wakikimbia kwa hofu, huku milio ya risasi ikisikika kwa nyuma. Kwa wengi, taswira hizi zimekuja kuashiria mvutano na hofu inayozidi kuongezeka ambayo sasa inatawala taifa kutokana na maandamano ya machafuko ya Tanzania leo. Kufikia muda wa jioni, Dar es Salaam iliendelea kuwa na ulinzi mkali, huku polisi na jeshi la JWTZ wakiimarisha uwepo wao katika mitaa muhimu na makutano.
Wamiliki wa maduka katikati mwa jiji walifunga mapema wakihofia uporaji na kuongezeka zaidi kwa maandamano ya Tanzania. Wakazi wengi walieleza hali ya anga kuwa yenye wasiwasi na isiyo na uhakika, sauti za ving'ora na helikopta zikiruka mara kwa mara zikiruka juu na kuongeza hali ya wasiwasi, huku polisi wakijaribu kuleta utulivu na amani na kujaribu kutuliza maandamano hayo ya machafuko. Amri ya kutotoka nje ya serikali ambayo ilitangazwa jana usiku haikusaidia sana kuzuia maandamano ya leo Tanzania yasienee. Saa 12 jioni, amri ya kutotoka nje hadi alfajiri ilikusudiwa kutuliza hali na kukatisha mikusanyiko, lakini waandamanaji walikaidi amri hiyo bila kuogopa, wakisema kwamba walikuwa wakipigania haki na uwazi. Wakati huo huo, mamlaka iliendelea kuwasihi raia kubaki majumbani huku wakihangaika kuzuia machafuko hayo. Waandamanaji waliohojiwa wakati wa maandamano yenye machafuko nchini Tanzania leo waliapa kutokata tamaa hadi sauti zao zisikike. Wengi waliimba nara za kutaka kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi na kujumuishwa kwa viongozi wa upinzani waliokuwa wamezuiwa kugombea. Waliishutumu serikali kwa kuhujumu demokrasia na kusisitiza kuwa maandamano yenye machafuko ya Tanzania leo ni kitendo cha lazima cha kupinga dhuluma ya kisiasa. Wakati maandamano hayo yenye machafuko Tanzania leo yakienea katika mikoa mingine nje ya Dar es Salaam, ripoti ziliibuka kuhusu machafuko kama hayo huko Mwanza, Arusha na Dodoma. Katika miji hii, vikosi vya usalama vilionekana kuweka vizuizi barabarani na vizuizi hivyo ili kuzuia maandamano yasizidi kupanuka. Hata hivyo, licha ya kuwepo kwa polisi wengi na jeshi la JWTZ, umati mkubwa wa watu wasio na woga uliendelea kukusanyika kwa fujo, wakitaka uingiliaji kati wa kimataifa na mageuzi ya uchaguzi. Vyama vya upinzani vimetoa taarifa za kulaani ghasia zilizosababisha maandamano ya Tanzania leo, huku wakitaka serikali kuheshimu haki za kikatiba za raia. Viongozi wa vyama vya Chadema na ACT Wazalendo waliomba mazungumzo na vizuizi, wakionya kwamba kuendelea kwa ukandamizaji kunaweza kuipelekea nchi kwenye machafuko makubwa zaidi. Wamesisitiza kuwa azimio la amani bado linawezekana iwapo serikali itaonyesha nia ya kusikiliza watu wake. Maandamano hayo ya machafuko Tanzania leo, siku ya pili, yamevuta hisia za mashirika ya kitaifa na serikali za kigeni. Wanadiplomasia jijini Dar es Salaam walitoa ushauri wa usalama kwa raia wao, huku waangalizi wa haki za binadamu wakitaka uchunguzi huru ufanyike kuhusu matumizi na risasi za moto na nguvu kupita kiasi. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika ziliripotiwa kufuatilia kwa karibu hali hiyo na kusisitiza haja ya mazungumzo ya utulivu na ya kujenga. Jua linapozama jijini leo, milio ya risasi na ving'ora na vitoa machozi iliendelea kuonekana na kusikika katika vitongoji kadhaa, ikionyesha uzito wa maandamano ya Tanzania leo. Ghasia hizo zimewaacha wengi wakihoji ni vipi uchaguzi wa kitaifa uliokusudiwa kuunganisha nchi badala yake umezua mgawanyiko na hofu kubwa na wasiwasi. Mitaa iliyojaa vifusi na mabaki ya matairi yaliyoungua ilisimulia hadithi mbaya ya taifa lililo katika mgogoro. Mtazamaji, bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii, kisha bonyeza maoni yako upande wa comment section kuhusiana na taarifa hizi za maandamano, kisha bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu zaidi.